Mungu wangu, mbona umeniacha? Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya Matawi, ambao ni mwanzo wa Juma Kuu, Juma Takatifu, ambapo leo Yesu Kristo anaingia na kuanza safari yake ya mwisho ya kuelekea msalabani. Tunapotafakari Dominika hii, tunaona sura mbili muhimu: furaha ya Yesu Kristo kuingia Yerusalemu na maumivu ya mateso yake. Leo tunabeba matawi tukimshangilia Yesu kama mfalme, lakini pia tunakumbushwa kwamba ufalme wake si wa nguvu za dunia, bali wa upendo, unyenyekevu na kujitoa sadaka. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 7. Mtumishi wa Bwana anateswa lakini hasiti, anabaki mwaminifu kwa Mungu. Katika somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 11. Kristo alijinyenyekeza hata kufa msalabani na Mungu akamtukuza juu ya yote. Na katika somo la Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 14 hadi ya 27 na ile aya ya 66, Yesu anasalitiwa, anahukumiwa na anateswa na kusulubishwa. Upendo wa Kristo unaonekana kikamilifu katika msalaba. Karibu tutafakari pamoja, na tafakari hii italetwa kwenu na imeandaliwa na Padri Faustin Rwechungula kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribisheni tuendelee na tafakari zetu, tafakari za neno la Mungu zinazotusaidia kutafakari masomo ya kila Jumapili. Tunaendelea na kipindi cha Kwaresma, na tafakari hii ninayokuleteni sasa ni ya Jumapili ya Matawi ya mwaka A wa Kanisa. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza ni la Isaya nabii sura ya 50 aya ya 4 mpaka ya 7. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 11. Injili ni ya Mathayo sura ya 26 aya ya 14 mpaka sura ya 27 aya ya 66. Wapendwa ndugu zangu, tumekuwa tumesafiri pamoja katika kipindi cha Kwaresma, na sasa tunakaribia kwa ukaribu zaidi na Pasaka. Tuna wiki moja, na Jumapili ya Matawi ni kama inataka kuturejesha ili tuweze kuona kilele cha kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyoifanya akiwa hapa duniani kabla ya mateso yake. Yesu, mnafahamu, baada ya kubatizwa pale mtoni Yordani, alianza kuhubiri sehemu mbalimbali, na kifo chake kadiri kilivyokaribia akaanza safari yake kutoka kule alikokuwa kuelekea Yerusalemu, kuyakabili mateso, kifo na baadaye kufufuka. Sasa Jumapili ya Matawi ndio inayotuonyesha hilo, na nikuombe somo la Injili nililolitaja lile Mathayo sura ya 26 mstari wa 14 mpaka Mathayo sura ya 27 mstari wa 66 upitie kwa taratibu, ulisikie. Makanisani tutasikia likiimbwa, likisomwa kwa kuimba, lakini lina tafakari kubwa sana. Pale tunaona watu wanamshangilia Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe, wanajua kwamba huyu ni mfalme. Mfalme yule ambaye amepanda mwanapunda, sio farasi. Farasi walikuwa wanapanda wafalme, wanaingia kwa nguvu na ufahari na vita na kadhalika. Yesu anapanda mwanapunda ambaye alikuwa ni mnyama wa kawaida tu. Lakini Yesu anapoingia sasa pale Yerusalemu,
Jumapili ya Matawi ndio Jumapili ya juma la mwisho tuseme la Yesu. Anaingia Yerusalemu, hatoki tena, na hiyo itapelekea baada ya siku chache kukamatwa, kuteswa mpaka kufa. Na kwenye simulizi hilo ambalo tutalifikia la Injili, utafakari uone mimi niko wapi? Niko kwa wale waliokuwa wanasema msulubishe msulubishe, au nipo kwa wale wanafunzi wake wanaosafiri pamoja naye akina Petro? Mimi ni Yuda naye msaliti Yesu? Yote hayo, hisia zote ziweke moyoni mwako upate kutafakari tunapoingia Jumapili hii ya Matawi. Na Jumapili hii ya Matawi ndiyo inayotuingiza katika Juma Kuu la mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na Jumapili hii ina hisia mbili, ndugu zangu wapendwa katika Kristo. Kuna hisia ya shangwe na huzuni. Kuna waliokuwa wanasherehekea kwa shangwe na furaha, Yesu anakuja, mfalme wetu Masiha, lakini baadaye inakuwa huzuni. Kuna sifa, huyu mfalme wetu tumshangilie na kadhalika, lakini baadaye kuna mateso. Kuna hosana mwana wa Daudi, wanamshangilia ingie, lakini baadaye watu hao wengine wanakuja kusema msulubishe. Kumbe huu ni ukweli wa kina wa imani yetu kwamba Yesu ni mfalme, lakini si mfalme wa fahari hizi za kidunia, ni mfalme wa msalaba. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 mpaka ya 7. Nikuombe usome somo hilo, lakini kwa ufupi nabii Isaya anatuonyesha sura ya mtumishi wa Bwana anayeteseka bila kulalamika. Mtumishi huyu hasikii tu neno la Mungu, bali analitii kwa uaminifu mkubwa. Anakubali kudhalilishwa, kupigwa na kutukanwa, lakini hasaliti wito wake. Anabaki katika kutekeleza wito wake, na ana ujasiri mkubwa huyu mtumishi wa Bwana anayefanya nini? Anayedhalilishwa, anayetukanwa, anayeteseka, na ni kwa sababu anamtumainia Mungu yule anayemsaidia. Kumbe wapendwa ndugu zangu, somo hili napenda kutufundisha kitu kimoja kikubwa sana, kwamba uaminifu kwa Mungu hauondoi mateso, bali hutupa nguvu ya kuyavumilia. Sisi tutateseka pengine kama huyu mtumishi wa Mungu anayeongelewa katika somo hili, au kama Kristo alivyoteseka, kwamba wewe ni mwaminifu, unashika sheria za Mungu, amri za Mungu, uko karibu na Mwenyezi Mungu. Si kwamba mateso yataondoka, hapana. Kama Mungu ndivyo utaratibu wa Mungu kwamba upate mateso hayo, lakini Mungu anatupa nguvu za kuvumilia. Ndio maana kuna watakatifu wengi, mfano kama wale wa karne ya kwanza, ya pili na ya tatu, waliokufa kama mashahidi. Au siende mbali tu, miaka 1800 na hawa mashahidi wa nchi yetu ya jirani ya Uganda walikuwa waaminifu kwa Kristo, waliishi maisha mazuri, walianza kuteswa, lakini si kwamba walikuwa wabaya, hapana. Ila kwa vile walikuwa waaminifu kwa Mungu, Mungu anawapa nguvu ya kuvumilia yale mateso. Mnafahamu kuna watakatifu ambao kwa mfano walikuwa wanavuliwa nguo, wanawekwa juu ya moto, au wengine wanawekwa juu ya chuma ambacho pashwa moto na ni chekundu. Mateso makali, lakini hawarudi nyuma, hawakati tamaa. Wanasema simkani Bwana wetu Yesu Kristo, nasonga mbele. Kumbe Mkristo wa kweli ni yule ambaye hayakimbii mateso, hakimbii msalaba, kama huyu mtumishi tunayemsikia wa somo la Isaya. Yesu anatimiza unabii huu, huyu mtumishi ambaye tumemsikia katika somo la nabii Isaya. Ukisoma somo hilo, Yesu ndiye anatimiza unabii huu. Yesu ndiye atakayekuja kuteswa na kufa kama tutakavyoona kwenye Injili, lakini Yesu huyu halipizi kisasi, bali anamtumainia Bwana. Twende somo la pili. Somo la pili ni wimbo mzuri kutoka kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 11. Mtume Paulo anatuletea wimbo huu. Ni wimbo mzuri sana. Anasema Yesu kwa asili alikuwa ni Mungu, lakini hakuona kwamba
kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali alijishusha kama mtumwa, alijinyenyekeza, akachukua hali ya ubinadamu wetu. Labda tusimame hapo kwanza. Unajua wapendwa, Yesu sisi tunamuona kama Mungu. Ni wazi mimi na wewe hatukumuona. Tunamuona kama Mungu, lakini vile vile aliishi maisha ya ubinadamu, isipokuwa kuwa na dhambi. Watu waliomuona wale wa karne ya kwanza pale kama mitume wake, walimuona alikuwa ni mtu wa historia, alikula, akanywa, akaishi maisha ya kawaida kabisa. Na akiwa mtoto aliishi na Yosefu na Maria. Na watu wengi ndio maana hata katika karne za kwanza walianza kukosea, wakasema hapana, huyu alikuwa ni mtu tu labda, lakini mwenye nguvu za pekee, hakuwa Mungu. Ni kwa sababu alimuona kama mtu wa kawaida. Ndugu zangu, fikiria Mungu alivyo na ukubwa wake na utukufu wake, kujishusha na kuchukua hali ya ubinadamu kama hali yangu na wewe. Ni kujishusha mno. Lakini wimbo huo unasema kwamba ni katika kujishusha huko chini kabisa, Mungu alimuinua na kumpa jina lililokuwa kuu, jina kupita majina yote. Kumbe wapendwa, ndugu zangu, njia ya utukufu wa Kristo hupitia unyenyekevu na utii. Tukitaka kupata utukufu wa Kristo, lazima tuwe unyenyekevu na watiifu kwa amri za Mungu, kwa neno la Mungu. Na Yesu tunaona anavyogeuza mantiki ya kidunia. Kushuka ndiko kupanda, kujitoa ndiko kushinda. Katika dunia tunaambiwa uwe shupavu, uwe daima mbele, usionekane mnyonge. Lakini Yesu anageuza hilo, anashuka, lakini ndipo anapoinuliwa na Bwana. Kiburi, majivuno yetu hayawezi kutufikisha popote. Tu waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Na kule kujitoa kwetu, sadaka zetu, ndizo zinazotukaribisha na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kumbe niweze kusema hivi, maisha ya Mkristo ni mwito wa kuiga unyenyekevu wa Kristo, iwe katika familia yako, iwe katika jumuiya yako, katika parokia yako, mahali pa kazi, tuwe wanyenyekevu. Injili ni injili moja ndefu na nzuri sana. Karibia Jumapili hizi nne zote tumekuwa tukifundisha injili ndefu. Na hii sasa ndiyo kilele cha kila kitu. Ni kuombe usome injili ya Mathayo kuanzia sura ya 26 aya ya 14 mpaka sura ya 27 aya ya 66. Tena sio kuisoma tu, isome kwa kutafakari. Kama nilivyogusia kwenye utangulizi, utaona mambo mengi na yanayokugusa. Na uweze kusema hivi, mimi niko wapi hapa? Ninashiriki vipi mateso ya Yesu? Ninashirikije katika kumuumiza Yesu? Ninashirikije katika kupiga kelele Yesu aangamie? Katika dhambi zangu, katika maisha yangu? Lakini je, na mimi namsaliti Yesu kama Yuda? Soma hiyo injili ikutafakarishe. Na hili ni simulizi refu na zito na la mateso ya Yesu. Usaliti wa Yuda, kukamatwa kwa Yesu, kuhukumiwa kwa Pilato bila haki, kuteswa, kusulubiwa na mwisho kufa. Yesu ni wazi hana kosa, lakini anakubali adhabu hizo za kibinadamu. Hana hatia, lakini anachukua dhambi zako, dhambi zangu na dhambi za ulimwengu. Lakini tunajifunza nini? Mengi, somo hili refu na mengi ya kujifunza. Ndio maana ya kuomba ulisome hili somo refu kwa tafakari. Lakini upendo wa Mungu hauishii kwa maneno tu, unaonekana wazi katika msalaba. Yesu anasema alitupenda upeo hata akamtoa mwanae wa pekee afe kwa ajili yetu. Tunasoma kwenye Injili ya Yohana. Huo upeo wa Mungu ndio huu Yesu kutoa mwanawe afe. Ni nani wenu ambaye anaweza kuwa tayari kufa kwa ajili ya wengine? Ni watu wachache waliofanya hivyo, wakina Maximilian Kolbe mfano. Sui na wewe unawafia watoto wako, ndugu zako na kadhalika. Ni vigumu pengine mimi na wewe, labda tulazimishwe, lakini tunajifunza kitu kubwa kutoka kwa Yesu. Kumbe kila mmoja wetu katika simulizi la mateso ya Yesu
anaweza kujiona ndani ya simulizi hili. Mara akawa Petro akamkana Yesu, mara akawa Yuda akamsaliti Yesu, mara ukawa umati, msulubishe. Ule umati uliokuwa unasema hosana, 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 watu vigeugeu. Kumbe tujione tuko wapi katika simulizi hili, na hasa tunapokaribia mwisho wa kipindi cha Kwaresma. Lakini wapendwa ndugu zangu, tunaalikwa pia kuwa kama yule mwizi aliyemgeukia Yesu kwa imani. Bwana, nikumbuke katika ufalme wako. Na Yesu anamjibu, utakuwa nami katika uzima wa milele. Pale msalabani, wakati Yesu hajakata roho, kuna maneno mazuri yaliyotamkwa kama ombi, kama sala na yule mtu aliyekuwa anasulubishwa na Yesu. Kwanza yule mmoja alianza kusema maneno ambayo si mazuri mbele ya Yesu, na yule mwingine akasema, unasema hayo, sisi tunastahili hukumu. Huyu mtu Bwana, huyu hana kosa lolote kama sisi. Bwana, nikumbuke katika utawala wako. Jamaa anapata zawadi ya haraka mwisho wa maisha yake. Leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Kama kuna watu ambao wanapata uzima wa milele huwa nawaonea wivu, na huyu mwizi aliyekuwa amesulubiwa na Yesu. Kuahidiwa na Yesu kwamba utakuwa nami peponi. Tumuombe Mungu. Mimi huwa ni sala yangu hiyo. Ndugu wapendwa, Jumapili ya Matawi inaendelea kutuliza maswali kadhaa. La kwanza, je, tunamsindikiza Yesu kwa matawi tu au kwa maisha yetu pia? Inawezekana hata maandamano ya Jumapili ya Matawi umeshaandaa, au unapata tafakari hii baada ya kuandamana, kutegemea na wakati gani umesikiliza tafakari hii au umeiona. Je, ni kwa matawi unayoshika mkononi tu, au kusoma neno la Mungu na kutafakari tu, au unamsindikiza Yesu kwa maisha yako, tena maisha mazuri? Ndugu zangu wapendwa, ni rahisi kupiga kelele hosana, hosana mwana wa Daudi, wakati mambo yanapoenda vizuri katika maisha yetu. Lakini changamoto ni kubaki mwaminifu wakati wa msalaba. Mnafahamu wazi misalaba mbalimbali mnayokuwa nayo, ndoa zetu, magonjwa, watoto wetu, wenye ndoa, waume zenu, wake zenu, yote ni misalaba. Kama tunavyosoma kwenye njia ya msalaba, joto, baridi, jirani, kiu, njaa, ipo misalaba lukuki. Kubaki mwaminifu katika msalaba hiyo sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Ila tunapokuwa mambo yanaenda vizuri, hosana mwana wa Daudi, hosana. Wiki takatifu tunayoanza kwa Jumapili hii ya Matawi, napotufungulia wiki takatifu Jumapili ya Matawi, kanisa linatualika tusitembee kama watazamaji tu hivi, bali kama wanafunzi, tukimsindikiza Yesu Kristo kutoka Yerusalemu mpaka Kalvari, na pamoja naye tufe naye, lakini vile vile tushiriki ufufuko wake. Yesu, mfalme mpole na mnyenyekevu wa mioyo yetu, leo tunakushangilia kwa matawi mikononi, lakini tunakuomba utufundishe kubeba pia msalaba mioyoni mwetu. Utujalie neema ya unyenyekevu wako, tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya wengine kama ulivyofanya kwetu, na tuwe aminifu hata pale panapokuwa na giza na maumivu. Bwana, usiruhusu midomo yetu ikuimbie hosana wakati maisha yetu yanakaa au yanakukataa kimya kimya. Badilisha mioyo yetu ili tuwe wanafunzi wa kweli, wanaotembea nawe katika mateso na pia kushiriki utukufu wa ufufuko wako. Tunaomba haya Kristo uliye hai na kutawala milele na milele. Amina. Nikutakie wiki kuu njema ya neema na baraka. Tumsifu Yesu Kristo.